Naam, wana Kibosha, habari za leo, habari za mwisho wa mwezi huu wa 8. Naomba Mungu awabariki wote kwa pamoja. Wana Kibosha, nichukue nafasi hii kama tulivyokuwa tumejiwekea utamaduni wa kuripoti kwenu taarifa za kazi ambazo tunazifanya kila mwezi na kila ifikapo Ijumaa ya mwisho wa mwezi. Wana Kibosha, napenda kuchukua nafasi hii kuwapa taarifa kuwa katika mwezi huu wa 8 zipo kazi mbalimbali zimeendelea kufanywa hapa kwa Kibosha kwa ajili ya kuwaletea maendeleo wana Kibosha, ambapo tumeendelea na ujenzi wa barabara ya mawe kwa kuchanganya na zege, ambako imefikia sasa barabara yetu ina urefu wa mita 120, na hii ni ile barabara ya kutoka Mapinga Sekondari kwenda Belma. Sambamba na hayo, tumefanikiwa kuleta mawe pale Mpigi Darajani cubic mita 20 na pale Nyota Njema pia tumeongeza cubic mita 20, na hapo kufikia jumla ya gharama zilizotumika katika utengenezaji wa barabara mwezi huu wa 8 ni shilingi milioni 3,07,071. Sambamba na hayo, pia tumeenda kwenye michezo. Tumefanikiwa kujiandaa na hali ya mvua kwa kuweka mitaro sawa ya uwanja wetu wa mpira vizuri wa Kibosha, ambako imetumika shilingi 200,000 kuisafisha mitaro na kujiandaa tayari kwa mvua kwa ajili ya kusafirisha maji yale, na uwanja ubaki salama, vijana waendelee kucheza kama ilivyokuwa wanacheza sasa hivi. Wana Kibosha, tunafahamu kuwa mvua zimetangazwa na mamlaka ya hali ya hewa kwamba tunaenda wakati wa mvua na mvua nyingi zinategemea kunyesha. Hivyo basi, upande wa Kibosha tumejiandaa kushirikiana nanyi kwa pamoja kwa kadiri itakavyokuwa inawezekana. Maeneo korofi tukishindwa kwa 100%, basi walau kwa 60% tufanikiwe walau kuyawekea zege, kuyapanga mawe vizuri, ili pamoja na uwepo wa mvua, lakini shughuli mbalimbali za kimaendeleo wananchi waendelee kufanya. Katika hilo tunaendelea na ujenzi wa barabara, tunaendelea kutafuta mawe na kuyaleta site, kuhakikisha tunapanga mawe mahala korofi, tunaweka zege mahala korofi, na mambo yanaendelea kuwa mazuri. Sambamba na hayo, tunaendelea kufanya jitihada ya kuhakikisha tunanusuru ndugu zetu wa Mpigi Darajani, wananchi wa pale mtaa wa Amani. Tunafanya juhudi ya kuona namna ambavyo tukapata mawe kabla ya mvua kushuka, ili tuone namna ambavyo tutawanusuru wananchi wanaoishi katika maeneo yale ya mtaa wa Amani, ambapo katika juhudi hizo kitongoji kama kitongoji kiendelea kufanya juhudi ya kuchangisha wadau, kutafuta fedha kutoka kwa wadau ili kupata mawe kwa wingi, kwa walau tuna uwezo wa kuyabeba mawe hata tukipata cubic mita 120 kuanzia kwa kuziweka pale, ili tuone na wananchi wa pale watakavyoweza kuitika na mambo yaweze kwenda kuwa vizuri. Kwa hiyo ndugu zangu wana Kibosha, pamoja na kazi hiyo nzuri ambayo tunaendelea kuifanya, kazi hii nzuri haiwezi kufanikiwa bila michango yenu. Nichukue nafasi hii kuwashukuru wote ambao mmekuja na kuchangia michango yenu kwa ajili ya maendeleo ya Kibosha. Endeleeni kujitoa, endeleeni kuchangia. Tutaendelea kuwa wawazi kwenu na kazi itakuwa inaonekana site kama ambavyo tumekuwa tukiendelea kuifanya kwa uwazi. Wana Kibosha, sambamba na kazi hiyo nzuri ambayo tumeifanya, ambapo jumla ya gharama yake imegharimu jumla ya fedha za Kitanzania shilingi milioni 3,71,000. Fedha hizo zote ni tunda la michango ya wananchi wa Kibosha, ambao nyinyi wenyewe mmechangia katika wakati tofauti tofauti kuhakikisha shughuli za maendeleo hazikwami na tunapiga hatua. Wana Kibosha, nachukua nafasi hii kuwaomba wana Kibosha wote kwenye mitaa mbalimbali na mabalozi wangu tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha maeneo korofi yenye madimbwi, tusubiri mvua ije itukatishe safari zetu na shughuli zetu ije itutese. Badala yake tuchukue hatua kwa uchache kuweka zege na maeneo yetu yaweze kuwa salama, kuweka mitaro maeneo yetu yaweze kuwa salama, na tuwe tuna uwezo wa kupita wakati wote. Sambamba na hayo, wana Kibosha, ukiachana na shughuli hizo za maendeleo ambazo zimefanywa, pia ofisi yenu ya kitongoji cha Kibosha inakusudia kesho, Mungu akipenda, kuwa na bonanza la Shabani Super Cup ambao litaanza siku ya Jumamosi na Jumapili. Jumla ya timu 12 zimesajiliwa, ambapo anategemea mshindi wa kwanza kupewa zawadi ya shilingi 300,000 na mshindi wa pili kupewa zawadi ya shilingi 150,000. Hivyo basi, nichukue nafasi hii kuwaomba pia mfike na muunge mkono juhudi za vijana. Mfike uwanja wa mpira, mje mshuhudie mchezo mtamu kabisa, ambapo vijana wa Kibosha na kutoka maeneo mengine watakuja hapo kuonyeshana uwezo wa kimichezo.
Karibuni sana. Kesho Jumamosi, na fainali zake zitafanyika kesho kutwa siku ya Jumapili ya tarehe 30. Wanakibosha, pamoja na kazi hiyo pia tunayo taarifa hapa ya wananchi ambao tumewahudumia ndani ya mwezi mzima huu, mwezi Agosti, ambao jumla ya wananchi wote ambao wamehudumiwa hapa ni wananchi 441 kwa mwezi mzima, ambako kati ya wananchi hao wananchi 362 walifika ofisini kwetu na kuhitaji barua, na wote walipatiwa barua bila gharama yoyote, kama ambavyo tuliwaeleza kuwa hatuhitaji wananchi wetu waje wapate barua kwa gharama. Wako wananchi wanatamani kupata huduma ya barua za kazi, lakini anawaza hana shilingi 1000, anawaza atapata wapi 1000 ya barua, 2000 ya barua. Sisi tumesema mwananchi aje achukue barua za kazi, aende akapambane kutafuta riziki zake, tusimkwamishe hapa kwetu. Waje wachukue barua kwa ajili ya huduma bure bila gharama yoyote, ili kila mmoja aweze kufurahia huduma zinazotolewa hapa kwa Kibosha, ikiwa ni sehemu ya juhudi ya kumuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan. Pamoja na hayo, wana Kibosha, pia ofisi yetu imepokea watu 81 ambao watu hao 81 walikuja binafsi kukutana na mwenyekiti kwa ajili ya huduma na ushauri mbalimbali, na wote walipata huduma na waliondoka wakiwa wameridhika kwa kadiri ambavyo Mungu alijalia waweze kuridhika. Pamoja na hayo, tumeweza kutatua migogoro 31, ambako hapa kwetu tumekuwa na utamaduni wa kuwa na mabaraza kila ifikapo siku ya Alhamisi ya wiki, ambako kila Alhamisi ndani ya wiki tunaitumia kwa ajili ya utatuzi wa migogoro mbalimbali wanayokabiliana nayo wananchi, ambako awamu hii tumefanikiwa kutatua migogoro, jumla ya migogoro 31. Kati ya migogoro 31, migogoro 8 ni migogoro ambayo baina ya wapangaji na wenye nyumba, wanasumbuana kwenye ulipaji wa kodi, wanasumbuana kwenye mikataba na kadhalika. Tumefanikiwa kuimaliza. Lakini nitoe wito kwa wenye nyumba wote ambao wanapangisha wapangaji wao, tunaomba mikataba ya nyumba iwe na mahala fa serikali ya mtaa kushuhudia, kwa sababu mpango wetu ni kuhakikisha kila anayekuja kwa Kibosha lazima asajiliwe ofisi ya mwenyekiti wa kitongoji cha kwa Kibosha, ikiwa ni kazi yetu namba 1 kuifanya. Si sawasawa na si busara kufika kwa Kibosha kuhamia ukapata mkataba wa nyumba ambapo mwenyekiti wako wa mtaa hakujui wala mjumbe hakujui. Nitoe wito ili kuepuka migogoro hii ya mara kwa mara baina ya wenye nyumba na wapangaji. Nitoe wito kwamba mikataba yote ya upangishaji wa nyumba ipitie ofisi ya mwenyekiti wa kitongoji cha kwa Kibosha, ipitie kwa barozi. Pia barozi na mwenyekiti wa kitongoji cha kwa Kibosha washirikishwe kwa ajili ya kuweka hali ya usalama wa taifa letu, hali ya usalama wa kitongoji chetu, lakini pia kuweka mazingira mazuri ya kimikataba, kushauriana na wenye nyumba ili kuhakikisha mikataba hiyo haiji kuleta mzozo baadaye, kama ambavyo tumekuwa tukipokea sasa malalamiko mbalimbali ya wananchi wakiwa wanagombana hapa na pale kwa sababu ya kukiukwa kwa mikataba, kwenda kinyume cha mikataba, na wengine wakipeana hela bila ya maandishi ya upangishaji wa nyumba. Pamoja na hayo, tumesikiliza migogoro 8 na tumefanikiwa kuimaliza migogoro yote 8. Wana Kibosha, pia tumepokea migogoro 2 ya ndoa, tumeisikiliza na yote tumeimaliza. Tumepokea pia mgogoro 1 wa familia baina ya ndugu, tumeusikiliza, haujafikia mwisho, unaendelea kusikilizwa, tunategemea tutaumaliza Alhamisi ijayo. Pamoja na hayo, pia tumepokea migogoro 8 ya madai, tumeisikiliza na yote tumeimaliza. Pamoja na hayo, tumepokea migogoro 6 ya ardhi. Kati ya migogoro hiyo 6, migogoro 5 imesikilizwa, imemalizika, lakini mgogoro 1 bado unaendelea kusikilizwa hapa ofisi ya mwenyekiti wa kitongoji cha kwa Kibosha. Nichukue nafasi hii kuwaasa wana Kibosha kwamba tuitumie siku ya Alhamisi kuja hapa kwa ajili ya migogoro. Ni bure, hakuna gharama ya kulipa kwa ajili ya kusikiliza migogoro. Tumejipanga kuwahudumia, tumeitenga siku hiyo kubaki ofisini kusikiliza na kufanya watu waelewane, tuwe na taifa la watu wanaopendana kwa kuepuka migogoro hii midogo midogo isiyokuwa na tija. Tumegundua katika hali ya utatuzi wa migogoro, watu wengi wanaishi na mambo moyoni ambayo wangepata mahala pa kusikilizwa, wangesikilizwa na kutatuliwa kwa haraka na wakabaki wanaelewana bila stresses wala sonono.
nichukue nafasi hii kuwaambia ofisi yenu ipo kuhakikisha mnasaidiwa kwa changamoto mbalimbali za migogoro ambayo iko ndani ya uwezo wetu, na ile ambayo imetupita uwezo basi tutaisqueeze katika mamlaka nyingine, ili na wao pia waende wakasikilize na watusaidie katika hali ya kuwaletea furaha wananchi wetu. Bwana Kibosha, pamoja na hayo yote, nichukue nafasi hii kuwaeleza kuwa serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan inaendelea kufanya kazi vizuri na imeandaa Bagamoyo kuwa ni mahala huru pa uwekezaji wa kibiashara. Nichukue nafasi hii, wana Kibosha, kuwaomba tuendelee kulinda barabara zetu, tuendelee kudumisha usafi katika maeneo yetu. Sambamba na hayo, kuunga juhudi za kazi nzuri ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji wa Bagamoyo juu ya siku ya usafi tarehe 29 ambayo ni kesho Jumamosi, kujitokeza kwa wingi na kuhakikisha tunafanya usafi katika maeneo yetu. Nichukue nafasi hii kuwaomba sana sana sana, wana Kibosha, tujitoweni kwa dhati kuiletea maendeleo Kibosha, kuletea maendeleo taifa letu, kulinda maeneo yetu na kuifanya Kibosha yetu inakuwa safi wakati wote. Nawashukuru sana, asanteni mno, asanteni.